Naitwa mchungaji Emmanuel Burugu, ni mchungaji msaidizi katika huduma hii ya Nuru ya Uzima chini ya mtumishi wa Mungu Prophet Timotheo. Ndio jina langu. Dhumuni ya kuendesha semina hii ni kulingana na maono ya Nuru ya Uzima, kulingana na maono ya Prophet Timotheo. Yeye ni mtu ambaye anaona mbali, anatengeneza watu kuwa na ufahamu mpana wa kibiashara, kuwa na ufahamu mkubwa wa kumiliki, maana ndilo maagizo ya Mungu. Kwa hiyo dhumuni la semina hii ni kuwatengeneza kina mama ambao ni wajasiriamali. Kwa hiyo ni kuwapa ufahamu kwenye biashara, lakini pia ni kuwapa saikolojia ya biashara, lakini pia na mpango kazi wa biashara. Kwa hiyo dhumuni la semina hii ni kuwajengea kina mama kujiamini katika biashara. Ndio dhumuni ya semina hii. Kanisa na biashara vina uhusiano mkubwa sana. Uhusiano ni kwamba Biblia iko wazi kwamba fedha ndio jawabu la mambo yote. Asio fedha unaipataje? Unajua kila mmoja na wito wake aliopewa. Wito aliopewa Prophet Timotheo ni kwamba ni kuwawezesha watu, kuwawezesha kina mama. Mama akishaimarika na familia pia imeimarika. Lakini pia dhumuni hasa ni kuwatengeneza kina mama kwa ajili ya kuja kumtumikia Mungu kwa mali zao. Biblia iko wazi kwamba mtumikie Mungu kwa mali yako. Sasa mali unaipataje? Mali unaipata kwenye kuitafuta. Mali haiji tu kukuta umekaa, hapana. Unaipata kwenye kuitafuta. Lakini pia maandiko yanasema kwamba Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Sasa atabarikije kazi bila biashara? Jina langu naitwa Matthew Daniel, ni mkurugenzi mtendaji kutoka taasisi ya Bright Organization. Katika mafunzo haya ya saikolojia ya biashara tumelenga namna ya mwanamke kujitambua katika swala zima la uchumi. Kwa sababu mwanamke anapokuwa ameelimika katika swala zima la biashara, tunakuwa na mama ambaye ataongeza uchumi katika familia, ataongeza uchumi katika jamii, lakini ataongeza uchumi katika kanisa, katika taifa. Inasaidia nini kwa mwanamke hususan wa kanisa katika kujua swala zima la uchumi, lakini swala zima la ujasiriamali? Hili somo kwanza ni somo ambalo ni muhimu kwa sababu mwanamke ambaye ni wa kibiblia, unaposoma kitabu kile cha Misali 31 kimemtaja huyu mwanamke anayethubutu, ambaye ana uwezo wa kulipa hata mishahara kwa watumishi wake, wa kuweza kusimamia familia yake pasipo kusimamia hata mwanaume. Hii inaleta maana moja kwamba mwanamke anapokuwa ni kinara katika swala zima la kuelewa biashara, kuelewa sayansi ya biashara kwa ujumla, itamfanya kuwa mwanamke ambaye ana kipato chake, lakini pia anakuwa na uwezo wa kujiamini, lakini kingine anakuwa na hali ile ya kutokuwa na stress ya kwamba watoto wamekosa ada, watoto wameshiwa daftari, leo tutakula nini, kwa sababu ana uhakika wa kupata kipato katika maisha yake na katika familia yake. Kwa imedufundisha vitu vingi tofauti, pia imetupa kila mtu hapa na hisa ambao alikuwa hajitambui kuhusu biashara amepata uelewa, ameelewa maana ya biashara sana sana, kwa kuwa ametuambia wanawake, mwanamke lazima ajitambue. Usipojitambua huwezi kuwa, unakuwa na ule uoga, ila ukijitambua kwa hiyo unasubutu, unaweza kufanya jambo na kweli ikafanyika. Pande wangu inanisaidia kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa sivifahamu. Nilikuwa nina mtaji lakini sijui kwamba mtaji wangu natakiwa ni ugawanye vipi. Nashukuru kwa kuweza kupata maarifa.